Taarifa zilizopatikana usiku huu na kuthibitishwa na Askofu Josephat Gwajima zinaeleza kwamba askari wa jeshi la polisi walikuwa wamezingira kanisa la Ufufuo na Uzima lililopo wilayani Ubungo jijini Dar, ambalo ni kanisa linalomilikiwa na kuongozwa na Askofu Josephat Gwajima ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kawe, lakini pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM. Kwa hiyo hili linatokea baada ya awali, na kuna video nimeiweka hapa, ya serikali kuchukua hatua ya kulifungia kanisa hilo la Askofu Gwajima, likidai kwamba linatumika kwa masuala ya kisiasa. Kwa hiyo askofu mwenyewe Gwajima alithibitisha kwamba kulikuwa na hali hiyo katika kanisa lake, na kwamba askari hao walikuwa kwenye magari takriban matatu, wengine wakiwa wamevalia kiraia na wengine wakiwa wamevalia sare za jeshi. Walilizingira kanisa hilo huku wakiendelea kuwahoji baadhi ya waumini waliokutwa katika eneo hilo wakiendelea na shughuli zao mbalimbali. Sasa tukio hilo kama nilivyosema limekuja muda mfupi baada ya taarifa iliyotolewa na serikali kwamba kanisa hilo limefungwa, na hiyo inatokana na, kwa mujibu wa maelezo ya serikali, kwamba kanisa limekuwa likitumika kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na yenye nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Kwa kweli hili swala linaelekea kuwa zito, na pengine masaa machache yajayo au pengine siku chache zijazo ndio zitakazotoa mwangaza wa nini ambacho kinaendelea. Lakini kama nilivyoeleza katika video iliyopita ambayo niliweka hapa, taarifa zilizokuwepo zilikuwa kwamba kulikuwa na mpango wa kumkamata Askofu Gwajima, na pia kulikuwa na mpango wa kumfungulia kesi ya uchochezi. Kwa hiyo huenda hata hao polisi waliokwenda hapo walikuwa na hilo. Hizi ni habari zinazoendelea, wanasema developing story. Kwa hiyo pengine baadaye taarifa hizi zitakuwa kuna mapya ambayo yamejiri, na huenda siku ya kesho ikawa na mengi. Sio kesho, actually ni leo, siku ya Jumanne pengine ikatawaliwa na mengi pindi kutakapo kucha. Jasusi TV inaendelea kufuatilia swala hili hapa na kuwekea video ambayo moja ya kwanza ni ya Askofu Gwajima akielezea tukio lililojiri katika kanisa lake, kama alivyosema yeye mwenyewe ndio amethibitisha kuhusu hili. Lakini video zinazofuatia ni za waumini wa kanisa hilo. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba waumini wa kanisa hilo wamegoma kutoka katika eneo hilo, na kuna uwezekano pengine waumini wengi zaidi wakaja ili kushinikiza kwamba kanisa liendelee kuwa wazi. Lakini katika hizi video utaona kuna moja ambapo umeme ulikuwa umezimwa katika eneo hilo. Nadhani ni njia tu ambayo imetumiwa na jeshi la polisi kuzima umeme katika eneo lile ili pengine kuweza kuwadhibiti kirahisi ya watu. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba kuna mengi ambayo huenda yakatokea kesho, na Jasusi TV itakuwa hewani kukuhabarisha nini ambacho kinaendelea. Lakini kwa sasa upate tu fursa ya kusikiliza nini ambacho Askofu Josephat Gwajima amekieleza kuhusiana na hicho kilichojiri katika kanisa. Na pengine la kukumbushia tu ni kwamba tukio hili lilijiri takriban masaa mawili yaliyopita. Mpaka linaripotiwa ilikuwa ni takriban masaa mawili yaliyopita. Kwa hiyo pengine katika masaa mawili kuna mengi zaidi yaliyotokea, lakini kama nilivyosema, chochote kitakachopatikana Jasusi TV itakuhabarisha. Basi sikiliza haya maelezo ya Askofu Gwajima. Ni saa 5:15 usiku hapa Dar es Salaam, na hawa maaskofu wamefika hapa usiku huu sasa hivi kwa sababu ya taharuki iliyotokea, kwamba tunaona hapo polisi wamekuja kuzunguka kanisa la Ufufuo na Uzima hapo Ubungo, na maaskofu hao wamekuja haraka kukimbia kuja kusikiliza ni nini kinachoendelea. Of course hata mimi mwenyewe sijajua kinachoendelea, lakini naona hapo nje kuna defenders za polisi kama 3 hivi wamekuja kuzunguka kanisa. Hatujajua nini kinaendelea. Kwa hiyo tunataka maaskofu wenzetu wote na wachungaji wetu wote na waumini wetu wote mjue kwamba usiku huu saa 5 sasa hivi tarehe ngapi leo? Tarehe 2 tumezungukwa hapa na polisi hapa. Sijui wanataka kufanya nini, na maaskofu wamepata taharuki, wamekimbia usiku huu
kutoka madhehebu mbalimbali kuja kuangalia ni nini kinaendelea kufanyika. Kwa hiyo nitaendelea kuwajulisha, lakini kwa ufupi ni kwamba kuna watu wamefika hapa kanisani. Tunaona defender, hatujajua ndio polisi au ndio watekaji wenyewe. Nafikiri ni polisi, tunaona ni gari za polisi, lakini tuendelee kuwasiliana, tutajulishana cha kufanya. Asanteni sana. Kama hawa ni polisi, kwa nini wanakuja usiku? Aisee, Tanzania tumefika huku kweli? Na leo daa nzima itajaa hapa. Hatukubali utekaji. Tumejaa kama nyuki. Watu wako wengi, mlimani kote watu wamejaa. Hatukubali utekaji. Hatukubali utekaji. Watekaji kwa mafundi hamna misumari. Watekaji umewakamata. 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 Watekaji umewakamata.